katika kumzuia John Heche tunaenda kuandaa yani maswali mengi kwa dunia, tunaenda kuandaa maswali mengi kwa raia. Kuna nini hasa baina ya Wakenya na sisi? Haya, kina Martha Karua ambao wamekuja juzi kutetea kwenye kesi. Habari gani wapenzi watazamaji wa Hans TZ popote pale mlipo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa siku ya leo tunaenda kuangalia tunakwenda kumwangalia Raila Odinga ni nani, pamoja na tukio zima la kuzuiwa kwa John Heche kuweza kuzuiwa katika mazingira ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Odinga ambayo imefanyika nchini Kenya. Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi wa upinzani nchini Kenya, ambaye ni kiongozi mashuhuri zaidi nchini Kenya kwa upande wa upinzani, na alikuwa na nguvu kubwa sana katika upande wao mpaka alikuwa anaitwa baba na mazingira mengine. Raila Odinga aliweza kuwa mpinzani ambaye alileta manufaa makubwa sana katika nchi ya Kenya. Hata tukiangalia katika mapana mazima ya upande wa mazingira ya kisiasa, tunaweza tukaona kabisa kwamba Raila aliweza kufanikiwa na alipendwa zaidi na jumuiya pamoja na watu wa Kenya na taasisi mbalimbali ambazo aliweza kuzihudumu nchini Kenya. Baada ya hayo yote ni kwamba Raila Odinga pia aliweza kukabidhiwa kuwa miongoni mwa waziri wa kwanza kabisa kuchaguliwa kuwa ni waziri mkuu nchini Kenya. Alikuwa ni Raila Odinga baada ya kuingia mkataba baada ya machafuko katika uchaguzi wa mwaka 2007 na 2008. Katika kuyamaliza yale machafuko ya kiuchaguzi, wakaamua kufanya mkataba wa pamoja ambao uliomfanya yeye kuwa waziri mkuu wa kwanza nchini Kenya. Na baada ya hapo aliendelea pia katika swala zima la kuendeleza chama chake cha ODM nchini Kenya, na aliendeleza wimbi lake la upinzani mpaka Mwenyezi Mungu anaichukua roho yake. Tukija tukiangalia kwa upande wa John Heche, yeye ni makamu mwenyekiti Chadema nchini Tanzania, lakini alizuiwa kwenda mazishini kwenda kumzika Raila Odinga. Lakini sasa tukija tukiangalia kwamba matokeo ya kumzuia John Heche hayawezi kuathiri tu Chadema, bali yanakwenda kuathiri mfumo mzima wa nchi ya Tanzania katika masuala ya kimahusiano baina ya Kenya na Tanzania. Na hata tukiangalia baadhi ya mambo ambayo yanayoendelea kati ya Wakenya na Watanzania kwa sasa yamekuwa ni gunzo ambalo la kuzungumzika katika dunia, kwa sababu tukiangalia kwamba tunapofanya haya mambo kuna watazamaji ambao duniani wanatutazama. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba ameziwiwa mtu kwenda kuzika, kwa sababu swala la mazishi sio swala dogo. Hata kidini kwamba tunaliona kwamba ni swala la ibada. Kwa hiyo mtu hawezi kuziwiwa kwenye mazishi, hata kama atakuwa yeye amekosea labda katika mfumo wa kuingia katika ile nchi nyingine, hapo katika kwenda kwake alikosea, lakini tulichokatakiwa ni kwamba kumwacha azike, akisha atakaporudi mambo mengine yataendelea huko. Kama ana kesi labda anataka kufunguliwa kesi kutokana na kukosea kule alikokosea katika ile safari yake na mazingira mengine. Lakini pia kuna maendelezo ambayo yanatakiwa ya kimahusiano baina ya Kenya na Tanzania, ambayo kwa sasa tumekuwa tukiona kwamba kama kidogo kuna kasitofahamu ambako kanaendelea baina ya Wakenya na Watanzania. Tukija tukiangalia unakuta kwamba Wakenya pale mfano kwenye kesi ya Tundu Lissu tuliweza kuona Wakenya ambao walibahatika kuja kusikiliza kesi ya Tundu Lissu, baadhi walikamatwa, baadhi walipigwa vibaya, wakaondolewa, na wengine waliondolewa wakiwa hawajifahamu mpaka wanafika majumbani kwao. Na tukaweza kusikia kabisa bungeni, mbunge anasema kabisa kwamba mmekosea, mlitakiwa muwapige, tena muwapige waende kule kwao wakiwa wanapumulia kwenye mifumo ya gesi. Lakini ukiangalia kwamba sisi hawa ni majirani zetu, na kinachoendelea ni kwamba tukiachilia mbali ya kwamba tu ni majirani, pia hawa ni watu ambao tunazaa nao, kwa sababu kuna Watanzania ambao wameoa Kenya, kuna Watanzania ambao wanafanya biashara Kenya. Je, Watanzania hawa ambao wanaoishi kule tunawaandalia katika mazingira gani, labda kwamba hawa watu labda wafanywe kama hawa ambao wanaozungumzwa hapa? Na alafu sasa ukiangalia kwamba mzungumzaji anazungumza akiwa bungeni, tuna maana gani?
Tukiangalia kwamba wenzetu wa Kenya wanasema kabisa katika yale mazishi kwamba hata rais ikiwezekana asihudhurie, hata lambi yake isichukuliwe. Tukije tukiangalia tena tunakuta kwamba nini hapa tunachokiandaa ni kwamba tunaandaa zile sintofahamu ziendelezwe badala ya kutafuta solution kwamba bana aende akazike, atakaporudi mengine tutaendeleza. Huku tunaendelea kuandaa ule umoja wetu baina yetu sisi na Wakenya, kwa sababu sisi ni ndugu wa asili, kwa sababu tunaoleana, tunazaliana na tunafanya biashara pamoja. Na alafu ukiangalia tupo katika ile jumuiya ya East Africa Community kwa muda mrefu. Tulianzia nchi 3 mpaka sasa hivi nafikiri zinaweza zikafika hata kama sio 6 au 7 kama sikosei, zinaweza kujoin, na pia bado wengine wanaendelea kuomba ili waweze kujoin. Nini tunaenda kukifanya na wenzetu wanatuchukuliaje? Hata kama wao walikuwa mpaka wamefikia hatua wa Kenya wakawa wanaandaa zile picha za kuitukana serikali ya Tanzania, mpaka wanamchora vibaya mama na kutuma kwenye mitandao huko TikTok, nini wanachokizungumza, ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii nini wanazungumza wa Kenya. Kwa hiyo tunatakiwa kuandaa solution ya pamoja na sio kuendeleza haya malumbano ambayo yanaendelea ya chini kwa chini. Kuna tatizo gani lifahamishwe, watu walitambue, mpaka tunafikia katika hali hiyo. Kwa hiyo katika kumzuia John Heche tunaenda kuandaa yani maswali mengi kwa dunia, tunaenda kuandaa maswali mengi kwa raia. Kuna nini hasa baina ya Wakenya na sisi? Kina Martha Karua ambao wamekuja juzi kutetea kwenye kesi ya nani kama mwanasheria. Martha Karua alikuwa miongoni mwa watetezi wa Tundu Lissu, alikuwa anahitaji kukataliwa naye. Kwa hiyo tukiangalia kwamba kuna nini kati ya Kenya na Tanzania, kati ya raia wa Kenya na serikali ya Tanzania, kuna nini kinachoendelea katika sisi, na kama kuna lolote ambalo ni gumu zaidi basi likaliwe chini aliweze kuzungumzwa ili liondolewe, bado udugu wetu uendelee, kwa sababu sisi ni ndugu tu, sio kwamba ni majirani, pia ni ndugu wa damu, kwa sababu tunaoleania na kuzaania na mambo mengine ambayo yanayoendelea. Kwa hiyo sasa vitu kama hivi sio vya msingi kuviendeleza. Tunaendeleza vitu ambavyo ni vibaya sana kwa taifa letu, vinaenda kuandaa vizazi ambavyo vitakuwa havipendani kabisa, havina upendo baina ya Wakenya na Watanzania. Na leo tutakuwa tunaanza na Wakenya na Watanzania, kesho tutafuata na Uganda, kesho kutwa Kongo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hata biashara zetu kwamba tunashare nini, sasa tunachokifanya tutafute vitu ambavyo vitajenga haya mataifa ambao tunalilia ule umoja wa pamoja, mpaka tuje tuandae ile umoja wa Afrika. Hasa leo tunaanza mazingira kama haya, mara sijui tunachafuliana. Akitoka msanii Tanzania kwenda Kenya atarushwa nini mawe, atafikia hatua kwamba msanii anaimba, watu wanaimba nyimbo zao za taifa. Tumeweza kuona hayo mambo katika ufunguzi wa finali za kombe la Afrika hapa juzi tu. Tumeona haya mambo kwamba Zuchu anaimba, wa Kenya wanaimba nyimbo yao ya taifa ya Kenya. Wapi tunaenda? Ndio tulitakiwa tuwe hivi na tulikuwa hivi hapa before. Kuna nini kinachoendelea haswa cha msingi ili kizungumzwe na kiwezekane kitatuliwe, maisha yaendelee kama kawaida. Hawa ni ndugu zetu, hawa ni jamaa zetu. Unaweza kukuta kwamba ndani yake kuna baba nani vizazi vyetu wa Kenya, na wao pia ni vizazi vyao huko Tanzania. Tusiendelee na mambo kama haya, hayafai, hayana mpango wote kwa taifa. Taifa letu ni msingi mmoja wapo ambao unachukuliwa kihistoria kwamba ni chanzo cha amani cha nchi nyingi zilizozunguka bara la Afrika. Wamesaidia, leo tumesaidia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa uhuru kwa nchi nyingi za Afrika. Na yani ni kama baba wa uhuru inavyosomeka katika historia kwamba Tanzania ni kama baba wa uhuru, kwa sababu amesababisha kuambukiza nchi nyingi za Afrika kuweza kupata uhuru. Kwa hiyo haya matatizo yote tumewasaidia na wao katika mazingira kupambania uhuru. Leo tunakuja juzi tu hapa tunakuja kuandaa vitu ambavyo havina msingi kabisa. Tunaendeleza marumbano ambayo hayana maana chini kwa chini, raia kwa raia tunaanza kubuguziana. Raia wa Kenya na raia wa Tanzania anaonekana huyu hana maana, akisimama yule huku tunashindwa kusaidiana hata kwa kimataifa. Mtu anataka afanye hivi, tunaanza kuoneshana sasa sijui sisi wa Kenya tuna wasanii wengi wa kimataifa, nyinyi huko hamna nini. Wapi tunakwenda? Hatakiwa haya mambo kuyaendeleza. Serikali zikae pamoja ziweze kudiscuss haya mambo na kuyamaliza kwa haraka sana. Mambo haya sijui kuzuiana kwenye mazishi, sijui huyu akitaka kufanya hivi basi Mtanzania, rais wa Tanzania au labda tuseme kiongozi mkubwa wa Tanzania atatamka au usiende Kenya au usifanye hivi Kenya. Kenya ni ndugu zetu, ni jamaa zetu hawa. Ni hayo.